Yes bwana, hujambo na karibu sana katika matangazo moja kwa moja, matangazo mbashara kutokea hapa katika uwanja wa New Amani Complex, ambako leo hii tarehe 1 ya mwezi wa 3 mwaka 2026 unachezwa mchezo wa dabi ya Kariakoo. Wekundu wa Msimbazi Simba wakikaribishwa na mwenyeji wa mchezo na mzungumzia Dar es Salaam Yanga Afrika, katika mchezo ambao unachezeka mida hii ya saa 2:15 za usiku kwa masaa hapa nyumbani Tanzania. Mashabiki ni wengi wametoka pande mbalimbali za Tanzania, lakini pia kutokea hapa katika visiwa vya Zanzibar, kutokea katika East Africa, lakini pia wapo wengine ambao wametoka nchi za mbali kuja hapa Zanzibar New Amani Complex kuweza kushuhudia huu mchezo wa watani wa jadi, mchezo nambari 115. Nazungumzia mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, ambapo unawakutanisha vigogo wawili. Ni Simba Sport Club ambaye anakaribishwa na Dar es Salaam Yanga Afrika, ambaye ameuchagua uwanja wa New Amani Complex kama uwanja wake nyumbani kuweza kucheza huu mchezo mkubwa wa kihistoria, mchezo mkubwa wenye hisia katika wadau wana soka, lakini pia wapenzi wa mpira hapa Tanzania. Tayari vikosi vya timu zote mbili vimekwisha kuwasili katikati ya uwanja, na kinachosubiriwa sasa ni kile kipenga cha mwamuzi kuweza kupurizwa kuashiria kwa mbele safari ya dakika 90 ya huu mchezo. Basi moja kwa moja inaenda kuanza hapa katika dimba hili la New Amani Complex Zanzibar. Ni Wekundu wa Msimbazi Simba dhidi kikosi cha Dar es Salaam Yanga Afrika. Yanga Afrika wakiwa na rekodi nzuri, Yanga Afrika wakiwa na ushujaa, Yanga Afrika wakiwa na takwimu nzuri za kuweza kumfunga mara nyingi Wekundu wa Msimbazi Simba. Takriban katika mechi 6 Yanga Afrika ameweza kupata ushindi mbele ya miamba hii ya soka kutokea pale Kariakoo, jiji la Dar es Salaam. Huu ni mchezo mwingine ambao leo hii utawakutanisha. Je, Yanga Afrika ataendeleza ubabe au Wekundu wa Msimbazi Simba wataenda kukata unyonge? Basi dakika 90 ndizo ambazo zitaenda kuzungumza, dakika 90 ndizo ambazo zitaenda kutoa jibu sahihi, dakika 90 ndizo ambazo zitaenda kuarifu na kuweza kutuambia nani ambaye ameweza kuondoka kichwa chini kuashiria kwamba amepoteza mchezo, lakini pia nani ambaye ataondoka shangwe na vifijo nderemo kumaanisha kwamba ameweza kupata alama 3. Basi dakika 90 ndizo ambazo zitaenda kuzungumza, kama ambavyo nimekwisha kuwasili kwamba tayari vikosi vya timu zote mbili vimekwisha kuwasili katikati ya uwanja. Kinachosubiriwa sasa ni kile kipenga cha mwamuzi kuweza kupuriza kuashiria kwa mbele safari ya dakika 90 ya huu mchezo. Basi moja kwa moja inaenda kuanza hapa katika dimba la New Amani Complex Zanzibar. Mashabiki wameweza kujitokeza kwa kiasi chake, hasa ukizingatia uwanja wa New Amani Complex hauna idadi kubwa ya kuweza kubeba mashabiki wengi, tofauti na uwanja wa Benjamin William Mkapa ambao tumezoea kuona full house ikiwa 60,000. Lakini New Amani Complex Zanzibar makadirio ni 15,000 mpaka watu 16,000 kwa namba ambazo kiwanja hiki kinapaswa kuweza kubeba mashabiki. Twende katika head to head. Pia msimamo wa ligi kuu Tanzania bara unasema nini? Yanga Afrika yanaingia katika mchezo huu akiwa amecheza michezo yake 10. Huu utakuwa ni mchezo wa 11 katika ule msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, akivuna alama 28 katika hizo mechi 10 ambazo amecheza mpaka sasa hivi. Amepata ushindi katika mechi 9, amedraw mchezo mmoja, hakuna mchezo ambaye ameweza kupoteza, na anashika nafasi ya kwanza katika ule msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, huku Wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club wao wakicheza michezo 10 katika ule msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Huu utakuwa ni mchezo wa 11 kwa hizi timu, na wanashika nafasi ya 3 katika ule msimamo akiwa na alama zake 23 katika huo msimamo, kumaanisha kwamba ameweza kupata ushindi katika mechi 7, akitoa sare katika mechi 2, akipoteza mchezo mmoja. Tofauti kwa Yanga Afrika, yeye ametoa sare mchezo mmoja, hajapoteza mchezo. Simba yeye amepoteza mchezo na ameweza kutoa sare katika michezo 2. Tofauti ya alama mpaka sasa hivi ni alama takriban 5. Ndipo atapata ushindi, basi atapunguza gap mpaka zisalie alama 3, na endapo alama 2. Endapo Yanga Afrika ikipata ushindi, basi wazungu wasema maji na mafuta yamekwisha kuanza kujitenga
kumaanisha kwamba gap litazidi kuwa kubwa, gap litazidi kuongezeka. Lakini tutazame mchezo, tutazame data, tutazame takwimu zinasemaje pindi ambapo hizi timu mbili zimekuwa zikiingia katika huu mchezo. Katika michezo takribani michezo 10 ambao Simba na Yanga wamekutana, Yanga Afrika kipata ushindi katika michezo 5 mfululizo, lakini pia ameweza kushinda katika michezo 6 mfululizo. Takwimu ambazo nazo hapa zinaonesha katika michezo 6, lakini nitaenda kukanyaga michezo yote 6 ambayo Yanga Afrika ameweza kupata ushindi katika hiyo michezo 6, zikipatikana sare 4 katika hiyo michezo 10 ambayo wameweza kukutana. Lakini Simba Sport Club yeye amepata ushindi katika mchezo mmoja tu tangu waweze kukutana. Lakini Simba bahati mbaya ameweza kufungwa back to back mfululizo katika mechi 6 ambazo wameweza kukutana na kikosi cha Dar es Salaam Yanga Afrika. Sio takwimu nzuri sana kwa upande wa Simba Sport Club. Tuanze takwimu za mwaka 2022. Kikosi cha Yanga kikiwa katika uwanja nyumbani wakaweza kutoa sare ya goli 1-1. Lakini pia mchezo wa mwaka katika mchezo wa mwaka 2023 kikosi cha Simba kilipata ushindi wa goli 2-0 na kikosi cha Simba kikapigwa goli 5-1 katika mchezo ambao ulichezeka mwaka 2023. Yanga Afrika wakaja kupata ushindi wa goli 2-1 mwaka 2024, lakini pia mwaka 2024 huo Yanga Afrika kapata ushindi wa goli 1-0. Mwaka 2025 Yanga Afrika akaweza kupata ushindi wa goli 2-0. Hizi ni takwimu za ligi kuu Tanzania bara, na chana na michezo mingine, chana na michuano mingine. Hizi tunazungumzia takwimu za ligi kuu Tanzania bara. Tuje sasa katika michezo kwa ujumla imekuwaje na takwimu zipo katika kikosi hicho. Mchezo wa mwisho ulichezeka ni mchezo wa tarehe 25 Juni 2025. Kikosi cha Yanga Afrika kipata ushindi wa goli 2-0. Goli la kwanza likifungwa na mchezaji wa Yanga Afrika Pacome Predazuzwa kwa upande wa penalti dakika 67 mchezo. Clement Mzize kaja kuifungia Dar es Salaam Yanga Afrika dakika 89 mchezo na kuifanya Yanga Afrika iweze kumalizika kwa kuweza kupata ushindi wa goli 2-0 katika huo mchezo. Lakini pia takwimu zinasemaje katika huo mchezo ambao ulitawaliwa na mchezo safi. Shot on target ambazo zilicheza ni 3 kwa Yanga Afrika, 1 kwa Simba. Shot of target 6 kwa Yanga Afrika, 3 kwa Simba. Kona zilizopigwa ni 2 kwa Yanga Afrika, 3 kwa Simba. Position miliki mpira kwa 45 kwa 55 kwa kikosi cha Simba. Simba waliongeza umiliki wa mpira, lakini cha ajabu kuja kupoteza mchezo. Pasi ambazo zilipigwa 345 kwa 419 kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba. Na katika mchezo huo ulikuwa ni mchezo mgumu. Yellow card iliweza kutoka 1 kwa upande wa Simba, 3 kwa upande wa Dar es Salaam Yanga Afrika. Huo ni mchezo wa Juni 25 mwaka 2025. Lakini pia kulikuwa mchezo wa Oktoba 19 2024. Kikosi cha Simba kipata ushindi, kikosi cha Yanga Afrika kipata ushindi wa goli 1-0. Simba wakiwa wenyeji wa mchezo, goli ambalo liliweza kufungwa na Kevin Kijiri, ambapo yeye aliweza kujifunga na kuweza kupelekea Simba waweze kupoteza mchezo. Mpaka dakika 90 za mchezo zinatamatika, kikosi cha Yanga Afrika kiliweza kupata huo ushindi wa goli 1-0 kwa goli la kujifunga la Kevin Kijiri. Ndizo ambazo takwimu zinazungumza hapa. Lakini pia chana na huo mchezo mwingine ambao ulichezwa ni mchezo wa Aprili 20, 2024. Kikosi cha Simba kikipigwa goli 2-1 dhidi ya kikosi cha Dar es Salaam Yanga Afrika. Stefan Azizi kigeuka man of the match katika huo mchezo. Mchezo ulikuwa mchezo mzuri, mchezo safi kabisa. Goli la kwanza likifungwa na Stefan Azizi kwa penalti dakika 19 mchezo. Joseph Gwede dakika 39 akaifungia Yanga Afrika goli la pili. Half time kawa ni 2-0, huku wekundu wa Msimbazi Simba wakaja kusawazisha katika mchezo dakika 74 kupitia kwa Fredi
Kulban ikipokea pasi safi kutokea kwa Clatous Chota Chama dakika 90. Simba 1 Yanga Afrika 2. Pia uliopo mchezo wa Novemba 5, 2023 kikosi cha Yanga Afrika dhidi ya kikosi cha Simba. Kikosi cha Simba kikioga magoli 5-1, mchezo ambao uliibua maneno mengi. Wapo ambao waliachwa, wapo wachezaji ambao waliondolewa, wapo wachezaji ambao walishutumiwa kwamba wameuza mechi. Robertinho Vieira, kocha ambaye na mkumbuka alikuwa kiinoa Simba, ndipo ambapo aliachana na kikosi hicho na kuweza kuondoshwa mara baada ya kuweza kupokea kipigo cha magoli ya 5-1. Goli la kwanza lilifungwa na Kennedy Msonda dakika 4 ya mchezo. Kibu Dennis akaja kufunga goli la kusawazisha kwa Simba dakika 9. Dakika 63 Maxim pia Nzengeli goli la pili akipokea pasi safi kutoka kwa Stefan Aziki. Lakini pia dakika 73 Stefan Aziki goli la 3. Dakika 77 Maxim pia Nzengeli akifungia Yanga Afrika goli la 4, na dakika ya 86 mchezo kwa upande wa Yanga Afrika kwa mkweju wa penalty Pacome Pedro Zuzu akifungia Yanga Afrika goli la 5. Mnara kwa simama goli 5-1. Na goli au mchezo mwingine ambao Simba ameshinda hapa katikati mchezo wa Aprili 16, 2023 ambako Simba alipata ushindi wa goli 2-0 dhidi ya kikosi cha Dar es Salaam Yanga Afrika. Na huo mchezo ambaye alikuwa man of the match alikuwa Ali Salim. Goli la Simba likifungwa na Enoki Nonga Baka dakika ya pili, lakini pia dakika 32 kwa Kibu Dennis kuweza kuandika goli mpaka dakika 90. Ndizo matokeo ambayo yaliweza kutokea. Sare ambayo ilitokea ni sare ya Aprili 30, 2022 kikosi cha Simba na Yanga wakapata sare ya goli 0-0. Lakini pia Simba dhidi ya kikosi cha Yanga Afrika, huo ulikuwa ni mchezo wa Disemba 11, 2021. Kuna mbabe iliweza kutoka sare ya 0-0. Pia ulikuwepo mchezo wa Yanga Afrika dhidi ya kikosi cha Simba 2020, ilitoka sare ya goli 1-1. Goli la kwanza nakumbuka katika huo mchezo likifungwa na Michael Sorungu kwa upande wa Yanga Afrika, lakini pia kwa upande wa Simba wakija kusawazisha goli katika dakika 86 kupitia kwa Josh Onyango kija kufanya clearance ya makosa ambayo aliweza kuyafanya kusababisha goli. Lakini pia kulikuwa na ushindi wa Yanga Afrika wa mwaka 2021 Julai 3, 2021. Yanga Afrika ikapata ushindi wa goli 1-0 dhidi ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Zawadi Mauya dakika 11 akiandikia goli pekee ambalo lilidumu katika dakika 90 kwa upande wa kikosi cha Yanga Afrika. Leo ni siku nyingine ya vita, leo ni siku nyingine ya kuweza kuonesha babe, ni siku nyingine ya kuonesha nani ambaye atakuwa mbabe wa mchezo. Dakika 90 ndizo ambazo zitazungumza, ndizo ambazo zitaenda kuzishuhudia katika huu mchezo. Wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya kikosi cha Dar es Salaam Yanga Afrika. Ninavyo vikosi vya timu zote mbili. Je, ni Depu Prince Pumela Dube au ni Joseph kutokea pale katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba Gwe, au ni mchezaji Oura ambaye ataenda kupeleka vilio katika upande wa kikosi cha Dar es Salaam Yanga Afrika? Basi tuweze kusubiri kuweza kuona nani ambaye atafanya maajabu katika kikosi cha Dar es Salaam Yanga Afrika. Tupate matangazo kutoka studio, tukirejea basi moja kwa moja tutakuja kuweza kuangazia jinsi mchezo ambavyo umekuwa katika mechi hii muhimu, mechi ambayo inatazamwa kwa jicho la ukaribu sana. Kwenu studio.